Kwenye hicho kitabu cha Luka Mtakatifu 15 mstari wa 22, maandiko yanasema hivi: lakini baba aliwaambia watumwa wake, leteni upesi vazi lililo bora, mkamfike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Maandiko yanasema na viatu miguuni. Sasa kulikuwa na umuhimu gani wa huyu kijana kuvikwa viatu miguuni? Hii inamaanisha kwamba jambo la kwanza, huyu kijana alipoenda katika falme, alipotoka kwa wokovu, alipomwacha Yesu, alipomwacha baba yake, alienda akavuliwa viatu. Sasa viatu huwa vinavaliwa katika mguu, na ukiona viatu zinavuliwa, ina maana kwamba kuna kitu kinatafuta katika miguu ya huyu kijana, ambao ni ile silaha ya utayari. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Waefeso ule mlango wa 6 na mstari wa kuanzia 13 pale, maandiko yanaelezea kuhusiana na silaha za imani, na moja ya silaha ambayo imetajwa pale ni utayari miguuni. Kwa hivyo wakati ule huyu kijana anaambiwa inasemekana kwamba avalishwe kiatu mguuni, ina maana kwamba alikuwa ameondoshwa utayari ama kiatu cha utayari katika miguu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ametolewa utayari wa kufanya mambo, ndio maana hawezi akapiga hatua. Miguu huwa inatumika mara nyingi number 1 katika kupiga hatua kimaisha, na mtu ambaye amerogwa miguu yake, vile ambavyo wachawi wanachotanga mchanga na wanaenda wanaofanyia uchawi, yule mtu atashindwa kupiga hatua kimaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo miguu huwa inatumika number 1 katika kupiga hatua kimaisha, lakini pia kuadhibu. Ndio maana kwenye kitabu cha Marko mlango wa 6:11, mitume wa Yesu wanaambiwa mahali popote ambapo mtaenda na mkose kukaribishwa, mnafaa mgugute yale mavumbi ya miguu, na hapo mtakuwa mmeachia laana. Kwa hivyo miguu huwa inatumika katika kuadhibu, kama ni falme za giza, kama ni mahali kuna madhabahu za giza. Kama mtumishi wa Mungu akikanyaga kwenye hiyo madhabahu akiwa na utayari miguuni mwake, anakuanga ameadhibu ile eneo. Maana kuna maeneo ambayo yamemilikiwa na mizimu. Ukikanyaga kwenye hayo maeneo na hujaokoka ama una utayari kwenye miguu yako unaona inaanza kuvimba, unaanza kupata shida kwenye miguu yako. Kwa hivyo miguu number 1 itatumika katika kuadhibu falme za giza, kuadhibu michanga ambayo imemilikiwa na falme za giza. Ndio maana number 2, miguu huwa inatumika katika kumiliki. Kitabu cha Yoshua 1:3, Yoshua anaambiwa mahali popote ambapo mtakanyanga kwa nyayo za miguu yenu mtakuwa mmemiliki. Sasa mtu ambaye miguu yake imefanyiwa uchawi atakuwa na kanyanga kwenye mji wowote, na ule mji hawezi akaumiliki, atakuwa amemilikiwa na watu waliozunguka ule mji ama waliotibia ule mchanga ule mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana number 3, miguu huwa inatumika katika kueneza injili. Kitabu cha Romans 10:15, kitabu cha Warumi 10:15, maandiko yanasema kwamba ni nzuri kama nini miguu yao wanaoeneza injili ya Kristo. Sasa mtu hawezi akafanya mambo yote hayo kama miguu yake imefanyiwa uchawi wa namna fulani. Ndio maana baba anapomuona mwanae anasema kwamba mfike viatu. Kumbe alipoenda kwa falme za giza, alipotoka kwa wokovu, alivuliwa viatu za utayari na akavikwa viatu katika mguu wake ambao zitamsaidia katika kutembea kwa falme za giza, ambao zitamsaidia kwenda kwa ulevi, kwenda kwa waganga, kwenda kwa washerati. Akasema avikwe viatu miguuni mwake. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tupige hatua, tusome ule mstari ambao unafuata, ambao ni mstari wa ngapi? Wa 23. Nasema hivi: mleteeni dama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahia, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Huyu baba akasema ya kwamba leteni mwanadamu aliyenona,
mtengeneze sherehe ndio tufanye pamoja. Kumbe mtu baada ya kuwa ameokoka kuna kuanga na furaha mbinguni. Baada ya kuwa mtu amerudi nyumbani kwake, yani amerudi mbinguni, amerudi katika ufalme wa mbinguni, kuna kuanga na furaha. Maandiko yanasema kwamba kwa maana wenyeji wetu uko mbinguni na kutoka huko tunamtazamia Bwana Yesu Kristo. Nyumbani ndio nyumbani, mbinguni ndio nyumbani kwako. Na ukirudi kule tena, maana ulikuwa umetoka mbinguni, ujue kwamba mbinguni kuna furaha kubwa sana. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Mhubiri maandiko yanasema ya kwamba pale ambapo roho itarudia Mungu aliitwaa, na pale ambapo mavumbi yatarudi kwenye ardhi. Kwa hivyo mbinguni ndio mahali ulikuwa kabla ukuja hapa duniani. Sasa baada ya kuwa umekuja hapa duniani ukaokoka, unakuanga wewe ni raia wa mbinguni. Lakini ukiwa haujaokoka, ukikaa maisha ambao haujaokoka, unakuanga wewe ni raia wa kuzimu. Unakuanga wewe ni raia wa shetani, wa falme za giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baada ya kuwa mtu ameokoka, mbinguni kuna furaha kubwa sana. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Luka mtakatifu 15:7 na 10 pale, maandiko yanasema ya kwamba mbinguni mtu mmoja akiokoka kuna furaha kubwa sana. Sijui kama unanielewa hapo sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho baba huyu anasema kuhusiana na mtoto ambaye amerudi. Anasema kwamba alikuwa amepotea na sasa amerudi. Alikuwa amekufa lakini sasa amerudia akiwa alikuwa amekufa. Anasema hivi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka. Kumbe mtu baada ya kuwa amemwacha Yesu tayari anakuanga amekufa, akimilikiwa na falme za giza. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kuwa umemwacha Yesu, umemwacha Mungu, kile ambacho kinafanyanga ni kwamba shetani huwa ndiye anakaa ndani yako. Na kwa sababu shetani ndiye anakaa ndani yako na kazi yake ni kuiba, kuharibu na kuua, huwa anakuua. Inakuwa wewe sio wewe tena unaishi ndani yako, lakini ni shetani anaishi ndani yako. Ndio maana mtu ukimwombea akiwa hajaokoka, yule mtu atalipuka pepo ndani yake. Analipuka kwa sababu kilicho ndani yake ndio kinaongea na sio yeye. Nielewa. Lakini Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso mlango wa 2 mstari wa 1, maandiko yanasema ya kwamba nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya dhambi zenu. Mtu baada ya kuwa amefanya dhambi, baada ya kuwa amemkimbia Yesu, baada ya kuwa ameufuata ulimwengu, kile ambacho kinafanyanga ni kwamba yule mtu amekufa. Pamoja na kuwa anatembea, lakini kulingana na mbingu yule mtu amekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba yule baba akasema ya kwamba huyu mtoto wangu alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Unafanya biashara, uko kwenye ndoa, unajenga magorofa, lakini kulingana na mbingu umekufa kwa sababu hujaokoka. Yule kijana alikuwa hai, alikuwa kwenye nchi ya mbali, lakini akiwa kule alikuwa amehesabiwa kama mtu aliyekufa kwa sababu alikuwa amefanya dhambi na zile dhambi zikamfanya akafa. Hii ndio mauti mbaya sana ambao watu hawawezeangi kuitambua, kwamba mtu anaweza kuwa anaishi hapa duniani. Ndio maana kuna maandiko kwenye kile kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 nadhani, nasema una jina ya kuwa hai lakini umekufa. Huyu ni mtu anaishi, watu wanajua jina lake, wanamuitanga jina lake kabisa, lakini kulingana na mbingu amekufa. Wanamuitanga John, na ukipita John anakuja, lakini kulingana na mbingu jina ndio iko hai, lakini yeye mwenyewe amekufa. Una jina ya kuwa hai lakini wewe umekufa. Waefeso 2 kuanzia mstari wa 1 nasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya dhambi zenu. Dhambi huwa inaua. Baada ya kuwa umemtenda baba yako ama Yesu dhambi, umefanya dhambi, kile ambacho kinafanyikanga ni kwamba unakufa na unafaa ufufuke, na kile ambacho kinafaa kikufufue, it is the blood of Jesus. Maana damu ya Yesu ndio inafaa ikununue tena uletwe katika ufalme wa Mungu. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba kwa damu ya Yesu Kristo akanunua watu wa kila kabila, watu wa kila lugha na watu wa kila jamaa. Damu ya Yesu Kristo inakununua tena na kutoa katika ufalme wa giza, inakuleta tena katika ufalme wa Mungu. Unakuwa mtu katika ufalme wa mbinguni tena.
Bwana Yesu asifiwe sana.